haya ni eneo lingine. Ndugu wanahabari, kutokana na juhudi za serikali ya awamu ya 6, mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kuimarika hapa nchini. Hali hii inadhihirishwa na utafiti uliofanywa na taasisi ya Transparency International kwa mwaka 2024 na kutolewa kwa umma Februari 11 mwaka 2025, ambapo inaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 41 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180, ikiwa imepanda kwa nafasi 5 ikilinganishwa na alama 40 kwa mwaka 2023 na kushika nafasi ya 87. Nchi yetu imeendelea kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki katika kiashiria hicho cha Corruption Perception Index. Ndugu wanahabari, katika hatua ya makusudi ya kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ilifanyiwa mapitio na kuboreshwa. Maboresho hayo yameongeza wigo wa kisheria wa taasisi kuzuia na kupambana na rushwa, kushughulikia rushwa katika michezo ya kubahatisha na kwenye chaguzi za kisiasa. Mabadiliko haya ni hatua kubwa kwa nchi yetu na haina budi wa Tanzania tujivunie na kujipongeza, kwa sababu sio kila nchi inayojinasibu kwa mapambano dhidi ya rushwa duniani imechukua hatua kama hii ya kuongeza wigo wa mapambano dhidi ya rushwa ili iendane na mazingira ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia kwa wakati huu wa sasa. Serikali pia imeimarisha uwezo wa kiutendaji wa TAKUKURU kwa kuiwezesha rasilimali watu, rasilimali fedha, vitendea kazi pamoja na mafunzo ya weledi kwa watumishi. Kati ya mwaka 2022 na 2024, serikali iliipatia TAKUKURU vibali vya ajira 1190 na kugharimia mafunzo ya weledi ya kimuundo kwa watumishi. Aidha, serikali imeiwezesha TAKUKURU fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya ofisi katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini. Ndugu wanahabari, uimarishaji wa TAKUKURU umeifanya kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi hivyo kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa nchini. Mathalan, katika kipindi cha miaka 4 kutokana na uwezeshaji uliofanywa na serikali kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa pamoja na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imefanikiwa kudhibiti na kuokoa kiasi cha fedha shilingi bilioni 205.07 ambazo zilirejeshwa serikalini na kutumika kwa ajili ya shughuli zingine za maendeleo. Ndugu wanahabari, ili kuongeza ushiriki wa wadau katika kuzuia vitendo vya rushwa, programu ya TAKUKURU Rafiki ilizinduliwa tarehe 20 mwezi Desemba. Programu hii imelenga kushirikisha wadau kutatua kero katika utoaji wa huduma kwa umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo zikiachwa bila kutatuliwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Utekelezaji wa programu hii umekuwa wenye mafanikio makubwa, ambapo kero nyingi zilizoibuliwa zimetatuliwa na hivyo kuzuia vitendo vya rushwa na kuboresha huduma zinazotolewa kwa umma. Kupitia programu hii, jumla ya kero 22,482 ziliibuliwa, ambapo kati ya kero hizo kero 15,104 zimepatiwa ufumbuzi katika sekta mbalimbali, ikiwemo sekta ya afya, elimu, maji, nishati, mawasiliano, maendeleo ya jamii, mazingira, ujenzi. Ni sekta zote ambazo wananchi wanapata huduma. Taarifa TAKUKURU Rafiki, unapiga simu, wanapokea, wanafuatilia hiyo kero. Hata kama uko hospitalini, uko kwenye bili za maji, uko TANESCO, uko TRA, TAKUKURU inafikika, na ukipiga simu wanakuja eneo husika.